Naam, Sheikh, tunaambiwa kwamba elimu ni faradhi. Kila mmoja anaweza kuwa ana tafsiri yake katika hii neno faradhi, na inaweza kuwa watazamaji wanavyotutazama muda huu hawafahamu uzito wa faradhi au maana yake kwa ujumla. Tunapoambiwa kwamba elimu ni faradhi, yani hili neno lina nafasi gani katika maisha yetu ya kila siku? Naam, asili ya neno hili kwamba elimu ni fardhi ni maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam pale aliposema talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, kuitafuta elimu ni faradhi kwa kila Muislam. Na neno faradhi maana yake kwa lugha ya kawaida ni lazima, ni jambo ambalo lazima, kama la kufanywa ulifanye, kama la kutafutwa lazima ulitafute. Kwa hiyo elimu ya asili yake ni kutafutwa. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wassalam kwenye kuhimiza utafutaji wa elimu akatumia neno faradhi, kwa maana ni wajib, ni lazima. Talabul ilmi, kutafuta elimu, faridhatun ala kulli muslim, ni faradhi, ni lazima kwa kila Muislam. Lakini ni elimu gani ambayo inakuwa ni lazima sasa kutafutwa? Inawezekana hii ikawa ni nukta ya msingi zaidi, kwa sababu hii hadithi naamini wengi wanaijua. Wanazuoni akiwemo al-Imamu an-Nawawi alayhi rahmatullahi ta'ala ameigawa elimu kwenye kutafutwa katika nafasi tatu. Nafasi ya kwanza akasema hii ni fardhu ain, ni lazima kila mtu aijue hiyo elimu, kila Muislamu aijue hiyo elimu. Ya pili akaita fardhu kifaya, ni elimu ambayo baadhi wakiwa nayo inatosha hata kwa wengine hata kama hawana. Aina ya tatu akaita ni an-naflu, ni kama vile elimu ya ziada. Faradhi ni ipi? Na hii ndio inayozungumziwa na hii hadithi, talabul ilmi faridha ala kulli muslim, ile ambayo al-Imam an-Nawawi kaita kuwa ni fardhu ain. Akasema ni ile elimu ambayo hakuna budi uwe nayo ili uweze kutekeleza kile ambacho ni wajib kukitekeleza.